Mchezaji wa klabu ya Brighton and Hove Albion ya pale Uingereza ambaye anafahamika kama Carlos Baleba amekubali kujiunga na klabu ya Manchester United kwa msimu ambao utakuja. Hivyo atajiunga na Manchester United kwenye dirisha kubwa la msimu ambao ujao, na hiyo itaenda kusaidia ama itaenda kuongeza nguvu zaidi katika eneo la kiungo la timu hiyo. Lakini timu hiyo ya Manchester United ilipanga kusajili wachezaji kadhaa kwa dirisha hili la Januari, lakini uongozi umekuja na kuweka wazi kuwa hautosajili mchezaji yoyote kwenda kuimarisha sehemu yoyote ile katika timu hiyo ya Manchester United, na pia imeweza kuongeza ushawishi kwa Carlos Baleba ambaye yeye anatarajiwa sasa kuja katika lile dirisha kubwa na sio dirisha hili la mwezi Januari, na ujio wake ndo kama hivyo utaenda kuongeza nguvu zaidi hapo. Lakini licha ya kuwa Carlos Baleba anategemewa kuja Manchester United, lakini bado kuna baadhi ya wachezaji ambao mikataba yao pia itaongezwa ili kuweza kuimarisha na kuongeza machaguo mengi zaidi katika eneo hilo. Na moja ya mchezaji ambaye mkataba wake unatarajiwa kuongezwa ni mchezaji Casemiro ambaye yeye anatarajiwa pia kuongezewa mkataba mkubwa ambao utamfanya ndiye kusalia katika timu ya Manchester United kwa takriban misimu miwili mbele, ambayo hiyo itamfanya mwalimu kwanza aweze kuwa na machaguo mengi zaidi katika eneo la kiungo kwamba nani aanza, lakini pia itaweza kuongezea nguvu zaidi na ushindani mkubwa sana katika eneo hilo ambalo kwa siku za hivi karibuni limeonekana kuwa ni changamoto. Lakini pia Manchester United inatajwa kwamba huenda ikaingia sokoni kwenye hilo dirisha kubwa na kuweza kuleta beki mwingine zaidi, huku hatma ya Lisandro Martinez ikiwa bado haijafahamika kuwa ataendelea kusalia ama ataondoka. Kwa hiyo kuna uwezekano akaja beki mwingine ambaye atakuja kuongeza nguvu katika eneo la nyuma, katika eneo la ulinzi la timu hiyo ili kuhakikisha kwamba wanapunguza idadi ya magoli. Lakini mbali na hivyo pia Amorim anaendelea na session zake kama kawaida kwa baadhi ya wachezaji ambao yuko nao, na pia ameendelea kusisitiza kwamba bado anaendelea kuijenga timu vile ambavyo inatakiwa, kwa sababu ilikuwa kwenye hali mbaya sana katika msimu uliopita. Lakini mpaka sasa hivi ameweza kufanya vitu vyake na timu ina alama 17 ikiwa ndani ya top 10, na ikiwa ina uwezekano kama itakomaa na kuendelea kufanya vizuri basi ikaweza kusogea mpaka hata nafasi ya pili, nafasi ya kwanza kulingana vile ambavyo ligi inaenda, kitu ambacho watu wengi hawakutegemea kama kingeweza kutokea kwa siku za hivi karibuni. Lakini kitu kikubwa ambacho kinakuja hapo mbele ni pigo kubwa ambalo litatokana na kuondoka kwa Amad Diallo pamoja na Bryan Mbeumo ambao wanatajwa kuwa wataenda kwenye timu zao za taifa. Amad Diallo katika timu yake ya Ivory Coast, lakini Bryan Mbeumo katika timu yake ya taifa ya Cameroon kwenye mashindano ya AFCON ambayo yatafanyika mwezi wa 12 mwaka huu. Kwa hiyo kuwakosa pia wachezaji hao huenda kukaleta pengo jingine kulingana kwamba amekuwa na mchango mkubwa. Bryan Mbeumo amefunga zaidi ya magoli 5 mpaka sasa hivi kwenye mashindano yote akiwa na Manchester United, lakini pia mchezaji Amad Diallo amekuwa na mchango mkubwa sana katika eneo ambalo amekuwa akicheza kama wingback kwa siku za hivi karibuni. Kwa hiyo ni wachezaji wenye mchango mkubwa kweli kweli, lakini itabidi iwe hivyo, na ndo hivyo kama nilivyokuambia hapo mwanzo kwamba Manchester United yenyewe haitosajili kwenye dirisha hili la Januari. Kwa hiyo mwalimu tu ataangalia namna gani ambavyo anafiksi katika maeneo hayo ili kuhakikisha kwamba timu inaendelea kuwa na balance vile vile kama ambavyo ilikuwa siku zote.